vyema ili wewe upatikane. Ni nini Mungu aliona kwako na akaona wewe ukue katika nyumba ya ukuhani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini Mungu ameweka mbegu ya ukuhani kwa maisha yako? Bwana asifiwe. Wewe uwe kiongozi, wewe uko pale, halo, ndani Mungu amekudhamini kiwango hicho. Si ni dhamana kubwa hiyo? Elewa, Mungu walisema hapo mwanzo. Tukisoma katika kitabu cha Mwanzo, Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nchi ilikuwa ukiwa na tena utupu, na giza ilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaona nuru ya kuwa nuru ni njema. Mungu akatenganisha nuru na giza. Hapo hakuna wa mahali Mungu ameomba giza. Bana sana. Giza inajiingiza. Mungu alisema kuwe nuru. Mwanzo moja, nimeanza hapo Mwanzo 1. Nimeanza tu hapo 1. Nchi ilikuwa ukiwa na utupu, na giza ilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Tuko pamoja? Giza ilikuwa. Kitu cha kwanza Mungu kutenganisha hapo katika uumbaji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akiona nuru, akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Bwana asifiwe. Mungu alitenga nuru na giza kutoka mwanzo kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu anajua giza inapeleka watu kuishi. Na tukija hapa akiendelea katika uumbaji, katika mstari wa 26, Mungu anasema hivi. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, wanyama wa nchi pia. Mstari wa 27, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu akaumba mwanamke na mwanamke aliwaumba. Bwana asifiwe sana. Mungu akawabariki. Akasema zaeni mkaongezeke. Na Mungu akatupatia. Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu. Hiyo ni mstari wa 29. Najaribu kukimbia. Ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo vyakula vyenu. Haya ni mambo ya mwangaza. Bwana asifiwe. Haya ni mambo yana mwelekeo. Haya ni mambo ambayo ni ya kupendeza. Si Mungu ametoa giza, alafu akasema baada ya hapo tunaendelea. Mungu, mstari wa 31, Mungu akaona kila alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya 6. Bwana asifiwe. Hivi katika maisha yetu kunakuwa haya mambo mawili. Tumetoka asubuhi sasa, tunaelekea jioni, si ndio? Tukitoka leo ni nini? Leo ni Saturday. Tunaanza asubuhi ya Jumapili, inafika usiku ya Jumapili, tunaingia asubuhi ya Jumatatu. That is life. Mpaka mtu akufe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu tangu pale alipoumba dunia, wakati akisema mtoto aingie kwa tumbo la mwanamke, anadhamini mama Mungu, kwa sababu kuna kitu chema kilitoka kwa mama. Bwana asifiwe. Alipoona si vyema, akasema si vyema, kwa mfano wa huyo Mungu nitaumba mwanamke na mwanaume kwa mfano wa Mungu. Bwana asifiwe. Ndio unaona wakati mwanamume akiacha majukumu, mwanamke anakalia kile kitu na anakatalia hapo. Bwana asifiwe. Anajifunga mshipi, asema watoto lazima wasome. Bwana asifiwe. Lazima boma iendelee. Unapanguza machozi, una make sure macho yako yamekuwa makavu. Kuna wakati
unafika huwa hakuna wakati wa kulia. Maana ukilia watoto wakianza kulia kama imeharibika. Bwana asifiwe. So wakati unajipanguza unasema wacha nipanguze macho yangu nitazame vizuri. Si Mungu alitazama akaona kila kitu kiko sawa. Bwana asifiwe. Na Mungu akasema kwa sababu si vyema huyu mwanamume afuate. Halo. Ile giza Mungu alitoa huwa imeshika watu. Watu wameshikwa na giza nyingi wakakosa kujielewa. Watu wameshikwa na giza. Wanaume wameshikwa na giza wakasahau majukumu yao. Hata mtu ajue amezaa watoto wangapi. Hebu tungetembea mtaani tutashangaa. Mwingine aliimba wimbo wa Kikwete. Yeye tunaanza kuambia mimi ni nani. Bwana sasa. Nimeanza ndio. Lakini nimejua tu nitaingia mahali. Ameimba wimbo wa Kikwete akasema mimi nimetangaza. Mimi huko nitafanya. Sasa unaambia watu wafanye. Unajua mimi ni Mungu na Mungu. Saa ingine usanii unaanza kuleta mambo. Mtu akawa anasema mambo ya watu, mambo ya vitu ambao hapa hastahili. Unaelewa? So kila mtu saa hii tukianza ushuhuda, unaweza kupata mtu akakwambia wewe hata niache. Maana nimepitia hapa nikafanya wengine wamekuletea mambo mazito kwa maisha yao. Kwa sababu hakika wamepitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa neema ya Mungu, Mungu ametuleta pamoja. Mungu ametukumbuka. Ndio huyo mwanamke ambaye Mungu alimdhamini ili uumbaji ukamilike. Amen. Salimia mtu mwambie bila wewe uumbaji hujakamilika. Mungu alitaka kukamilisha uumbaji wake kupitia kwa mwanamke. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Mungu aliangalia akaona ule mwanaume vile alivyo mdhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Ameona huyu mwanaume vile alivyo mdhaifu na akajua huyu basi asipomshika mkono mambo yameharibika. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kwa sababu ya hivyo Mungu anataka tukaweze kujielewa kama wamama. Bwana asifiwe sana. Kwa nini Mungu ameomba mwanamke? Mungu alikuwa na makusudi gani na huyu mama? Haleluya. Amen. Kwa nini Mungu alikuweka? Neema ya Mungu katika kitabu cha Genesis chapter 2 tuko hapo verse 15. Hapo tumesoma 18. Bwana akasema si vyema huyu mtu akae peke yake. Nitamfanyizia msaidizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtu akionekana, kila msichana aonekanapo mwanaume wakati anasikia ninataka mtu. Mungu alisema si vyema. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ndio wale wasiojielewa wanabeba ule wao vibaya. Ndio utakuta mwanaume ako na watoto huko Kaloleni, Mombasa, Ukambani. Kama umekaa Mombasa utakuta mtu anasema nataka kwenda na kila kabila. Kuna watu wa aina hiyo. Maana akili yake inamfanya hivyo. Nataka taji ya Wajaluo, anazaa na yeye. Nataka taji ya Wataita, unamkuta. Nataka Mjikenda, unaona? Hata mzungu niko ndani. Itakufaidi na nini? Solomoni alijaribu zote. Akasema hatimaye ni ubatili. Hatimaye ni ubatili. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kama Solomoni alipitia na akawaambia, unataka kujaribu nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini sasa? Unajua Biblia ni kioo yetu. Unajiangalia kwa kioo, unasema hapana, hii si yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu aliposema si vyema, wewe una udhamana wako kama mama. Bwana Yesu asifiwe sana. Udhamana wa mama popote pale ulipo. Usitupe ujasiri wako kwa ujinga wa dakika mbili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Bwana amekasirika akakuita mjinga. Basi hauko. Yaani umeitwa mtu mjinga, umejisafanyia mahesabu vile wajinga wanafanana. Unaanza kufanya mahesabu. Mimi ni mjinga wa wajinga. Yaani mimi nitoka kwa. Yaani akukaliki kwa sababu ametamka tu. Na hata anaweza kuwa ametamka na akashika zake. Tuko pamoja? Lakini sasa wewe unafika atimjinga. Ukivua nguo atimjinga. Hata ukiwa chooni hiyo tu.
Yaani utashinda na hiyo neno moja tu. Ufanyi chochote na shetani naye anakutegea goka. Ndio maana ukaenda. Ndio maana hata na yeye hata labda nikakitu tu kama kukujia. Paneza sasa. Nakumbuka Mungu alisema wewe ndio mwema kwa huyu. Na Mungu anataka kukutumia wewe mambo ya kuwe sawa. Paneza sasa. Ndio unaona ninasemanga hivi. Mwanamke anaweza kuwa hapo hapa anapika, si ndio? Wakati unapika unasema news, wakati wa news umefika, nifungulie TV, si ndio? Na huko kuna chai unapika. Na mtoto ananyonya. Pale sasa chai mundiki, utasikia vile Kalonzo amesema, ni kweli ama si kweli? Na ukiulizwa hata huko hata utasikia majirani. Unaweza hata kusikia majirani wakirushana vijiko. Na ukiulizwa kila kitu utakisema vizuri sana. Na unanyonyesha na hakuna kitu kitaharibika. Bwana sana. Maana mwanamke amewekewa hizo waya. Kwa sababu wewe unaboresha mambo. Bwana sana. Amen. Sisi tunaboresha mambo. Ni Mungu ametupatia hivyo. Bwana sana. Kwa hivyo ndio naona ni rahisi sana. Biblia inasema mwanamke mwenye akili. Nasema mke mpumbavu ubomoa ngoma yake na mikono yake mwenyewe. Kwa hivyo kwa mikono ya mwanamke boma inasimamia. Bwana haijataja mwanaume. Hiyo ni Proverbs 14:1. Bwana sana. Amen. Haijataja mwanaume. Kwa sababu anajua mwanamke anaweza kutengeneza. Bwana sana. Mwanamke anaweza kukuboresha. Na Mungu ameweka wao ubora ndani ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo ndio wakati unafika. Unasema Mungu mimi nimefika wakati wa ujinga kuisha. Bwana asifiwe. Inatakikana mwanamke ajielewe wakati wa ujinga sasa umefika mwisho. Na unaanza kutangazia ujinga wa maisha yako. Unaambia shetani umenifumbaza kwa muda mrefu. Bwana sasa. Ukanipeleka kwa kanisa. Ujinga ukanitoa kwa kanisa. Si ndio? Nikaingia kwa Muhammad. Nikavaa buku. Nikakaa pale nikatoka na watu wawili. Si ni mfano tu nawaangatia. Ukaona hapana. Nikaenda kwa Mutua. Nikaenda Machakos. Si ndio? Pale nikaenda nikakorofishana na Makevia nini bra. Nikatubu tena mimi ni huyu. Niko kwa kama. Tuko pamoja. Unamsomea shetani taarifa ya ujinga wako. Mwambie sasa inavyofika. Mwambie shetani nisikize. Ulinifanya ukanifanya na sasa ninakubali ujinga wangu. Ninauchukua huo ujinga wangu. Ninakuletea Yesu. Bwana sana. Amen. Namlea Kariuki. Mtuko namlea. Si ndio? Kanisa ni wangu. Bwana asifiwe. Lakini umwambie sasa kuanzia sasa ijulikane. Nimejielewa, mimi niko na value, mimi niko naona, natembea na heshima yangu na hakuna mtu atanigusa kwa sababu ninajua Mungu. Bwana sasa. Inafika wakati tunakusanya huo ujinga wetu. Wengine wa wanawake wametesa waume zao. Unajua wanawake wanajiuza. Tunakuwa mtu anajiuza kwa mwanamke. Unajua hiyo? Shetani ameingilia kwa mama. Inakuwa kama biashara. Nikaushi kwa mfuko na mimi huko kwingine niko kaushi. Sasa niambie, hiyo ni kitu gani? Kauka na mimi nikauke. Iko ama hakuna? Kauka nikauka. Nani atakuwa mjinga? Kwa sababu kidogo tu kama hakuna amani watoto wataanza kujua hapa ndipo babaya. Unajua mama akifika kwa boma mpaka paka wanaanza kucheka. Maana anajua nimeshika. Umewahi kuona vile wanakimbia? Anakaribia kwa mkoba. Unasikia ng'ombe anaanza kulia. Bwana asifiwe. Maana anajua mwenye boma amekuja. Unajua kila kitu wanasema mwenye boma kule audio. Wenyewe mzee anasema wenyewe hawako. Kwa sababu mwenye mji ni mama. Na utafikiwa chai na nani? Hautakula chakula. Nani ataingia jikoni? So wenyewe hawako.
Tuende na kusindikiza wanyanya wakija tutarudi. Bwana siwe. Alafu sasa hapo mtu shetani anakuingilia. Anakuambia hapa utoshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Fununu mtaani tu fulani amesalimiwa. Ai